Akiongea na ITV, kamanda wa poli la Akiba Lipalamba ACC Ansgar Limo anakiri kutokea kwa tukio hilo na kwamba uamuzi wa kumuua simba huyo ni utekelezaji wa sheria ya uhifadhi wa wanyamapori baada ya simba huyo kubadili tabia na kuingia kwenye makazi ya watu. Kilichotokea ni kweli kuna simba ameuawa na ilikuwa ni utekelezaji wa sheria ya uhifadhi wa wanyamapori, sheria namba 5 ya mwaka 2009 ambayo imekuwa revised mwaka 2022 kifungu cha 73, the killing of wild animal in defense of human life. Kwa hiyo simba yule ilionekana alibadilisha tabia baada ya kutoka ndani ya hifadhi akaingia kwenye makazi ya watu. Kuna wananchi ambao waliripotiwa kwamba wamefukuzwa mchana kabisa kweupe. Lakini pia ipo nyumba moja ya mfugaji alivamia akaua kondoo 5 pamoja na mbuzi mmoja. Sasa kikosi chetu bila kuchelewa ili asiendelee kuleta madhara kilifika kijijini, kikashirikiana na uongozi wa vijiji, tukamsaka simba yule, basi tukauawa. Kuonekana kwa simba huyo dume kulianza kwa kijana mmoja ambaye alienda kuchota maji kisimani na kisha kuanza kumfukuzia hadi alipojiokoa baada ya kupanda juu ya mti. Bwana Saidi Mahamudu ni diwani wa kata Mipotopoto wilaya Nyasa mkoani Ruvuma, anasimulia tukio lilivyotokea kwa njia ya simu. Kuna kijana mmoja alienda shambani, alivyoenda kule shambani akaenda kuchota maji kisimani kwa ajili ya kunywa. Akakutana akasikia kuna kitu kinatembea polini. Baada ya kugeuka kuangalia akamwona simba. Alikimbia yule kijana kwenda kupanda kwenye mti. Baada ya kupanda kwenye mti yule simba naye kakimbia naye kapanda kwenye mti. Mti huo au mti mwingine? Mti huo kampandia yule kijana. Sasa yule mwenzie naye akakimbia naye kapanda kwenye mti, lakini akamshauri huyu bwana akate tawi au anampiga yule simba. Akakata tawi akawa anampiga yule simba usoni wakati ameshapanda kwenye mti. Na ule mti ushakuwa ameshafikia mwisho kule juu, hakuna sehemu nyingine ya kwenda. Akampiga yule simba, hatimaye akadondoka chini, akaendelea na safari. Usiku yule simba amefika kwa mzee Mtambo, amesikia kitu kinatembea huku nje. Lakini hatimaye akasikia dirisha linapigwa, yani dirisha likawa limegomolewa na yule simba. Na mle ndani kile chumba alichokuwa yule simba wakawa wamelala watoto. Yule mzee alivyoamka kwenda kuwachukua wale watoto kuwaweka kwenye chumba alicholala mwenyewe. Nikiripoti kutoka katika ofisi hizi za mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania, ofisi ya poli la Akiba Lipalamba, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV.